Welcome to the Rogers Kakasungura YouTube channel. A big thank you for the support you're granting this platform. Hatimaye mbunge Ndindi Nyoro ameshinda vita vikali dhidi ya serikali batili ya Kenya Kwanza pamoja na Wakenya. Kwa siku ambazo zimepita, Ndindi Nyoro amekuwa sana akimtetea mwananchi wa kawaida dhidi ya kuongezwa bei kwa baadhi ya bidhaa kiholela bila kuzingatia sheria zilizowekwa na katiba yetu ya Kenya. Hivi majuzi, Ndindi Nyoro ambaye ni mwanauchumi kwa sababu masomo yake sana amesomea uchumi na anaelewa masuala ya uchumi fika kabisa, anaelewa kwa undani sana. Na katika bunge letu la kitaifa amewahi kuwa mwenyekiti wa ile kamati ya bajeti na amekuwa ni mtu ambaye akizungumza unasikia kweli huyu anaelewa masuala ya uchumi katika taifa la Kenya. Wakati kulikuwa na vita ama wakati vita vilizuka kati ya Marekani pamoja na Iran, kulikuwa na tetezi kwamba serikali inapanga kuongeza mafuta kwa kuzingizia vita kati ya nchi ya Marekani, Israel pamoja na Iran. Yaani yale mafuta ambayo yamekuwa kwa magala ya kiserikali ambayo yaninunuliwa kwa bei ya chini, kulikuwa na mpango wa kuongeza bei lakini wazingizie kwamba mafuta yamepanda dunia nzima kwa sababu ya vita. Lakini Ndindi Nyoro akaamua kwamba kwa sababu mimi ni mwanauchumi na nimewahi kuelewa vile kazi inafanywa. EPRA ilikuwa imepanga kuongeza bei ya mafuta leo hii. Leo ni tarehe 14. EPRA, the Energy Regulatory Authority, ilikuwa tayari imeweka mipango. Ndindi Nyoro akapewa taarifa mapema, akaanza vita, akaanza kuwajulisha Wakenya kwamba sikiza, muwe macho na makini, kwa sababu mimi kama mwana uchumi ninaelewa vizuri sana kwamba serikali bado ina mafuta ya kutosha katika maghala ya kiserikali ambayo yaliletwa kwa bei ya chini. Akaonya Wakenya kwamba msidanganywe kuongezewa bei ya mafuta, kwa sababu wakijaribu kuongeza itakuwa ni wizi mkubwa wa hali ya juu, na hivyo tutawaweka wazi. Kwa hivyo kupitia vitisho hivi kutoka kwa Ndindi Nyoro, tunashukuru kwa sababu Ndindi Nyoro amesaidia sana Wakenya. Ndindi Nyoro has greatly rescued the people of the Republic of Kenya from the jaws of the corrupt government that had planned to increase, to skyrocket petroleum-related products, to blame it on the ongoing war between USA, Israel, and Iran. But Kenyans, we have every reason for us to celebrate and thank this young member of parliament for solidly standing on truth, kwa kusimama kidete katika ukweli na kusema kwamba lazima nitaambia Wakenya ukweli
kile ambacho kinaendelea. Hebu tumsikize Ndindi Nyoro. Every mid of the month tunapata review ya bei ya mafuta, na nataka niongee na EPRA na serikali kuu nikiwa hapa Wethaga, tukiwa na wazazi wa Kenya wengi hapa. Mukifanya revision ya mafuta, Kenyans are very much aware that mafuta yote iko Kenya saa hii as stocks and reserves was imported into Kenya before there was instability in Iran and the Middle East. And we know that. So, EPRA musifikiria wa Kenya hawajui, wanajua. And, si munajua? And number 2, nyinyi wenyewe kama serikali, you have come in the open to say that there is no ship that has docked into Kenya carrying fuel products since the instability in Iran. And therefore it is obvious that mafuta ambayo iko Kenya was imported through the prices before there was instability in the Middle East. So we are calling upon you as EPRA and the national government. Do not try Kenyans by purporting to increase fuel prices and blaming it on Iran. You cannot have your cake. You cannot have your cake and eat it. Mafuta ikiteremuka bei wa Kenya huwa inachukua kama miezi 2 mafuta kuteremuka. Vile mambo ya Iran imekuja, it is only 14 days since maneno ya Iran yanze. And within those 14 days, there is no ship imeleta mafuta Kenya. Kumaanisha ile iko Kenya ililetwa na bei ile ya chini. Msijaribu wa Kenya tafadhali. Kwa sababu wa Kenya wanajua. Do not try Kenyans by purporting to increase fuel prices tafadhali. Mafuta inashika economy ya Kenya, manufacturing na kila kitu. It will be wrong for the government to increase mafuta ililetwa awali, wa increase bei wakisema Iran. Wiki hii na wiki jana, wale ambao mnamfuatilia Ndindi Nyoro, munaweza mkakubaliana na mimi kwamba EPRA haijapandisha bei ya mafuta kwa sababu leo hii EPRA imetoa taarifa, na taarifa ya EPRA, it has made sure that the fuel prices remain unchanged. Super petrol imebaki 178, Kisumu ni 178, Mombasa 175, Eldoret 178. So the prices have remained unchanged from last month. Kwa nini? Kwa sababu Ndindi Nyoro aliamua kuchoma nyumba, akachomea na watu ndani, akachoma na certificates, akachoma na kila kitu, akaondoka akaenda. Kutopandisha bei ya mafuta siku ya leo, tunaweza tukasema ni kwa sababu ya nguvu za Ndindi Nyoro. We need to celebrate this young man for standing with us and for laying bare the facts and for exposing the corrupt regime that wanted to utilize the opportunity to extort money from Kenyans ahead of next year's 2027 general campaigns. If you're watching this, God bless you, and make sure you click the subscribe button and return on the notification bell. God bless you. See you in the next episode. Asanteni sana.